Ukizingatia kwa kipindi hichi ugonjwa wa homa ya nyani umeenea sana katika nchi tofauti na ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo tumeona ipo haja, ni kama jukumu letu sisi kitengo cha elimu ya afya kuja katika vyuo kutoa elimu ili wapate kujikinga na huu ugonjwa na kufahamu zaidi. Ukizingatia wanafunzi wengi katika hivi vyuo wanakaa pamoja muda mwingi na vile vile wanaishi pamoja kama vile kulala, kula na mengineyo. Kwa hiyo wapate kujua tahadhari gani za kujikinga na huu ugonjwa ili usienee. Kumbatiana, kupiana mikono, kuazimana vyombo, na hususan wengi wanakuwa hata nguo na azimana wanavaa. Kwa hiyo tabia hii waiache kwa sababu ugonjwa unatunyemelea huko Tanzania. Kwa hiyo tuchukue tahadhari za makusudi ili ugonjwa usitufike. Sote tuko kwenye riski ya kupata huu ugonjwa, lakini kuna makundi ambayo yako hatarini zaidi. Watoto chini ya umri wa miaka 5, ndio maana kinga yao ya mwili ni ndogo, ndio maana watoto hawa wakizaliwa wanaanza chanjo mpaka atakapofika umri wa miaka 4. Chanjo ile itasaidia wao mpaka umri mwisho miaka 4 au 5. Ndio. 5. Mama mjamzito akiwa na ujauzito, maana kinga yake ya mwili inashuka kutokana na mabadiliko ya hormones ndani ya mwili wake. Watu wenye historia ya ugonjwa wa pumu ya ngozi au maradhi ya ngozi ni rahisi kuweza kupata huu ugonjwa. Watu wanafanya mapenzi ya jinsia moja, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, hasa wanaume kwa wanaume. Huu ugonjwa hasa umegundulika kwa watu ambao umewaathiri zaidi kwa vijana ambao wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Kwanza ni kwamba nimeweza kujua dalili za kutosha, nimeweza kujua madhara yake, nimeweza kujua hata njia za kujikinga. Kwa hiyo nitatumia elimu hii kuwafahamisha na jamii. Kama tunavyojua katika jamii zetu kuna mambo mengi. Kuna hii kupeana mikono ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kupitia mimi ninakwenda kuinspire people na kumobilize group of people kuweza kuachana na mambo haya. Kushikana, labda kuongea, yani ile tukatiana zile chipping zile. Nitaweza kuambia watu tu tukae distance between one person to another. Elimu hii nitafikishia ambao hawajahudhuria katika klasi yetu ya leo. Kwanza hususan kwa sisi tunaokaa mahostel. Kwa kawaida kwanza leo nimejifunza kitu kikubwa, kwa sababu ukiangalia mahostel mingi tunaazimana vitu tofauti. Mara ukashika hichi ni azime hichi, mara leo nimefua nguo sijakauka ni azime baibui. Kwa hiyo nikifika huko mahostelini na hata majumbani nitawaambia kwamba tusisubutu kushare vitu vya ndani, vyombo na vitu vingine. Tusisubutu kushare, na kila mara tuwe na tabia ya kunawa mikono yetu tunapoingia majumbani kwetu. Kama sisi lese kama watu hapa chuo wamekuja chuoni wame interact na watu tofauti, lakini baadaye watapanda magari. Tunajua city hizo sio yako peke yako, kila mmoja anakaa, na baadaye utashuka gari utaenda zako majumbani kwenu, utasalimiana na ndugu zako, mara ushikane. Nitapa elimu kwamba usisubutu kushikana na mtu kabla ya kunawa mikono.